Ndugu waandishi wa habari, mtakumbuka wakati wa ufunguzi wa Bunge la 13, wakati akilihutubia Bunge, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, alisisitiza umuhimu wa kuwezesha vijana kushiriki kikamilifu katika maendeleo ya taifa. Na ukiangalia katika hotuba yake ukurasa wa 7, alisema kwamba ili kuhakikisha vijana wanapata nafasi ya kushiriki katika kujenga mustakabali mwema wa taifa letu, tutaweka kipaumbele kwenye ushirikishwaji wa vijana katika masuala ya maendeleo. Kauli hiyo inaakisi dhamira ya serikali ya kuhakikisha vijana wanakuwa washiriki wakuu katika safari ya maendeleo ya nchi yetu. Aidha, mwelekeo wa Dira ya Taifa ya Maendeleo 2050 umeweka mkazo katika kujenga uchumi shindani, jumuishi na endelevu unaoongozwa na ubunifu, teknolojia, ujuzi wa kisasa, sekta binafsi imara. Katika kufikia azma hiyo, vijana wanatajwa kuwa rasilimali muhimu ya taifa na nguvu kazi iliyobeba uchumi wa Tanzania katika miongo ijayo. Ndugu waandishi wa habari, tulipokea jumla ya maombi 7852 kutoka mikoa yote nchini. Na kwa niaba ya kamati nzima, naomba nichukue nafasi hii kuwashukuru sana vijana wote kwa mwitikio mkubwa walioonyesha, lakini vile vile kwa mawazo waliowasilisha ambayo yanaenda kuchangia katika mustakabali wa taifa letu. Maombi yaliyowasilishwa yanaonyesha kuwa vijana wengi walielekeza ubunifu wao katika sekta zinazobeba mustakabali wa uchumi wa taifa letu. Sekta ya tehama na huduma za kidijitali iliongoza kwa 30.7% ya mawazo yote yaliyowasilishwa, ikifuatiwa na teknolojia za kilimo kwa maana ya agritech ambayo ilikuwa ni 27.8%, viwanda na uzalishaji ilikuwa 21.3%, lakini vile vile 5.8% ya mawazo yote yalihusu nishati na mazingira, huku huduma za kifedha na teknolojia za kifedha yani fintech zikichangia kwa 1.7%, na vile vile sekta ya usafirishaji na mnyororo wa ugavi yani transport and logistics ilichangia kwa 0.6% ya mawazo yote yaliyopokelewa. Kutoka katika mawazo hayo, washiriki 100 bora wamechaguliwa kuendelea katika hatua inayofuata ya shindano ambayo leo tumewaita hapa ili tuweze kuwatangaza. Ndugu waandishi wa habari, tunapenda kusisitiza kuwa kufika katika kundi la washiriki 100 ni mafanikio makubwa, kwani kulikuwa na ushindani mkubwa wa washiriki. Na washiriki hawa wamechaguliwa kwa kuzingatia: 1, ubora wa mawazo yao; 2, ubunifu; 3, athari zinazotajwa katika uchumi wa taifa pamoja na uwezekano wa mawazo hayo kutekelezeka kwa vitendo. Ndugu waandishi wa habari, tunapenda pia kuwataarifu kuwa washiriki 100 walioteuliwa hawataishia tu katika hatua ya uchaguzi wa awali. Washiriki hawa wataingia katika kambi ya programu maalum ya mafunzo ya uboreshaji wa mawazo yao itakayofanyika kwa muda wa siku 4. Katika kipindi hicho watapata mafunzo ya kitaalamu kutoka kwa wataalamu wa sekta mbalimbali pamoja na semina maalum za namna bora ya kuwasilisha mawazo yao mbele ya majaji, wawekezaji na wadau wa maendeleo. Lengo la hatua hii ni kuwajengea washiriki uwezo wa kuboresha mawazo yao, kuyaweka katika mfumo unaotekelezeka zaidi na kuongeza thamani ya ubunifu wao. Baada ya mafunzo hayo, lengo la hatua hii ni kuwajengea washiriki uwezo wa kuboresha mawazo yao, kuyaweka katika mfumo unaotekelezeka zaidi na kuongeza thamani ya ubunifu wao. Baada ya mafunzo hayo, washiriki watafanya mawasilisho rasmi yatakayowezesha kupatikana kwa washiriki 30 bora watakaoingia hatua ya nusu fainali, na baadaye washiriki 10 bora zaidi watakaoingia katika hatua ya fainali ya Vijana Uchumi Challenge mwaka 2026. Ndugu waandishi wa habari, kutokana na mwitikio mkubwa wa vijana nchini, ubora wa mawazo yaliyowasilishwa na dhamira ya serikali kuendelea kuhamasisha ubunifu miongoni mwa vijana, tunayo furaha kutangaza kwamba zawadi za shindano hizi zimeongezwa tofauti na zilivyokuwa zimetangazwa hapo awali. Mshindi wa kwanza atajinyakulia kiasi cha shilingi milioni 50 badala ya milioni 30 ambayo ilikuwa imetangazwa hapo awali. Mshindi wa pili atajinyakulia kiasi cha shilingi milioni 30, mshindi wa tatu atajinyakulia kiasi cha shilingi milioni 20, huku washindi wa 4 mpaka 10 watajinyakulia kiasi cha shilingi
milioni 3 kwa kila mmoja. Aidha, washiriki wote 100 bora watapatiwa vyeti vya utambuzi kwa kufanikiwa kufikia hatua hiyo muhimu ya mashindano. Sambamba na hilo, watapatiwa fursa mbalimbali za kukuza na kuendeleza mawazo yao kupitia mafunzo, ushauri wa kitaalamu, mitandao ya wadau wa maendeleo, pamoja na kuwaunganisha na taasisi na mifumo mbalimbali itakayoweza kusaidia utekelezaji wa mawazo yao kwa manufaa yao binafsi, lakini na manufaa ya taifa kwa ujumla. Ndugu waandishi wa habari, baada ya mchakato wa kina na ushindani mkubwa ulioshirikisha maombi 7852 kutoka kote nchini, sasa naomba mniruhusu kutangaza rasmi washiriki 100 bora waliofanikiwa kuingia hatua inayofuata ya shindano la Vijana Uchumi Challenge mwaka 2026. Wa kwanza, ambaye sio kwamba wa kwanza kwa umuhimu, hapana, lakini wa kwanza anaitwa Aaron Jackson, huyu anatokea Iringa. Wa pili, Abigail Katunzi, anatokea Morogoro. Wa tatu, Adrian Thomas, anatokea Shinyanga. Wa nne, Ahmed Juma, anatokea Zanzibar. Wa tano, Alfred Njiuka, anatokea Dodoma. Wa sita, Allen Mgimwa, anatokea Iringa. Allen Frank Mrai, anatokea Dodoma. Ali Hassan Mlikanya, anatokea Arusha. Alvin Emmanuel Kayumba, anatokea Dar es Salaam. Antelius Kweyamba, anatokea Kagera. Antidius Pius, anatokea Mwanza. Anwar Salum, anatokea Morogoro. Arafat Eid Marusu, anatokea Kagera. Asma Manz Kulaga, anatokea Dar es Salaam. Avitius Bulchad, anatokea Mbeya. Balkal John, anatokea Mwanza. Blaise Mwadi, anatokea Dar es Salaam. Kathleen Egwaga, anatokea Mara. Christina Mchome Pwani. Cosmas Sophie Tabora. David Samuel Moshi. David Nicola Wanda Mbeya. David Juma Kibabu Zanzibar. Dennis Macha Kilimanjaro. Dennis Katabalo Mbeya. Edward Alois Ernest Dar es Salaam. Eliamani Elfadhili Singo Arusha. Eliakana Joseph Kabushi Mwanza. Elmaleki Emmanuel Sia Shinyanga. Emmanuel Gaspar Kavishe Dar es Salaam. Enoch Michael Sichone Morogoro. Bernard Lamsi Dodoma. Farida Ali Hamis Pwani. Gerard Andrew Mush Kigamboni kwa maana Dar es Salaam. Godson Mwami Dodoma. Hadija Sud Lindi. Hamadi Sagula Hamad Tabora. Happy Ntahema Arusha. Hassan Abdalla Tanga. Idrisa Harun Kigale Kilimanjaro. Iris Ganile Jafet Arusha. Israel Mwita Mwanza. Jacob Fabian Mwanza. Jeremia Otianga Mwanza. Dr. Vimotoka Dar es Salaam. Geoffrey Samuel Dodoma. Joshua Kenneth Marwa Dar es Salaam. Joshua Menad Melekela Dodoma. Juma Daudi Ramadhan Dar es Salaam na Junior Linus Cassian Dodoma. Justin Francis Luoga Dar es Salaam. Kashindi Kigoma. Kenneth Bahati Kagera. Lengavi Peter Ngorongoro. Levelian Sostel Kagera. Maurisa Kilumile Njombe. Meshak Anton Dar es Salaam. Mika Shadrack Mbeya. Miriam Imvanga Singida. Nehemia Mwansasu Dar es Salaam. Promise Emmanuel Arusha. Rajab Zamil Mwaipopo Dodoma. Ramadhani Yusuf Hemedi Kigoma. Richard Sabi Dodoma. Salma Usi Muhammad Zanzibar. Shaban Abdalla Shaban Singida. Shamsi Shaibu Maulana Mtwara. Shauli Tuma Nangu Simiu. Simon Francis Morogoro. Sofia Chacha Mwanza. Thomas Poshan Arusha. Yohana Petro Doto Mtwara. Yona Musa Masawe Dar es Salaam. Zahara Yusuf Kigai Dodoma. Kwa hiyo hao ndio washiriki 100 ambao wamechaguliwa kuingia katika hatua inayofuata. Kwa niaba ya ofisi ya Rais Maendeleo ya Vijana na kamati nzima ya maandalizi, ninawapongeza washiriki wote kwa kufanikiwa kuingia katika hatua hii.